Tulianza na hiyo kauli. Huko sasa tumeleta G7. Kwa hiyo G7 zimeleta kama mwamko. Kwa watu wamejitoa kwa hali na mali kuja kutupokea Uyole. Sisi Mbepo Company siku zote tuna huduma bora. Na mpaka hivi sasa tumeshafanya kazi miezi 7. Hata tumeanza tarehe 17 mwezi wa 7. Kwa kila tarehe 17 sisi tunafunga mwaka. Tunafunga mwezi. Kwa mpaka hivi sasa kufika tarehe 17 kesho kutwa tutakuwa na miezi 7 neti. Tumeshamaliza miezi 6. Kwa nadhani huduma zetu wameziona na ndio maana tumefurahia sana tulivyoweza kuboresha zaidi. Maana asilimia kubwa abiria wetu walikuwa wanabaki, gari zinajaa mapema, ndio maana tukashawishika kuongeza usafiri mapema zaidi. Kwa mfano kama Dar es Salaam gari yetu inafika saa 11:30, halafu inaondoka saa 8. Kuna abiria wale wafanyabiashara wanafika pale kununua mizigo Kariakoo, unakuta anafika sehemu anachelewa, anakuwa amemaliza kununua mizigo saa 9, basi imeshaondoka, inatoka saa 8 kamili. Kwa hiyo sasa hii itaenda kutoa hiyo kero. Maana hii itaondoka saa 11 Dar es Salaam Mabibo, itaondoka saa 11:30 Mbalizi. Kwa tayari tutakuwa tumepunguza kero kwa asilimia kubwa kwa wale watu wanaotaka kwenda na kurudi kwa siku moja. Asante. Lakini tumeona msafara wa watu mbalimbali, wafanyabiashara lakini na wakubwa kwa wadogo. Wewe kama mkurugenzi umeuonaje mwitikio wa watu mbalimbali kujumuika katika msafara huo wa mapokezi? Hao wafanyabiashara ni kampani yangu au naweza kusema ni kampani yetu, tunashirikiana katika mambo mengi. Kwa hivyo walipoona kitu kama hichi wamepata mwamko kwamba sisi vijana tumethubutu kufanya kitu kama hichi. Wamepata mwamko kutusapoti, kutuunga mkono kwa kuja kutupokea. Mwisho yote napenda kumalizia kusema kwamba tunashukuru watu wote waliojitokeza kuja kutupokea Uyole, waliokuja kushiriki hapa, walioshiriki kwa njia moja au nyingine katika hii shughuli yetu. Najua hii ni upendo. Kwa majina naitwa Mwalimu Company Limited. Nao sababu kubwa ya kushukuru Mungu kwanza kuwaheshimisha kampuni la Mbepo, kwa sababu Mbalizi tulikuwa hatuna usafiri wa namna hii, lakini tunamshukuru Mungu, vijana sasa hivi wameanza kuona maono ya mbele. Mungu aendelee kuwabariki na kuwaongezea kwenda viwango vingine. Hata hayo mabasi tunataka walete, hata kama itafika 1000. Mungu awasaidie, na mimi nawaunga mkono kwamba Mungu awatetee, awape hekima, awape uzima na waendelee maradufu, wakalete vitu vingine vilivyo zaidi kama hivi ambavyo hata sisi kwenye msafara huu tumekuja mpaka ofisini kwao, tumekula, tumekunywa, tumefurahi. Watu wote hapa tumeona hata mandhari yalivyotengeneza mwenzetu. Hata sisi tumeweza kufika mahali wakati fulani kujifunza kwamba kumbe hata mimi Mungu akinibariki, Mungu naweza kufanya mambo kama haya. Asante sana. Lakini kwenye kampuni hii kunaweza kaa kumetengeneza fursa kwa baadhi ya vijana, kwa maana kwamba watakao kuwepo kwenye kampuni hii kwenda kufanya kazi za udereva, wengine labda na kadhalika ndani ya kampuni hiyo. Wewe kama mfanyabiashara unashauri nini hasa kuhusiana na fursa hizi kwa vijana? Unawashauri nini vijana watakao bahatika kupata fursa hiyo? Mimi nafikiri wakaitumia vizuri, Mungu akawape neema, kwa sababu kama hivi wasomi ni wengi lakini ajira zipo. Kama hivi kampuni la Mbepo Company Limited limebarikiwa kutengeneza fursa kama hizi, basi vijana wajipatie, ni nafasi moja wapo. Tunategemea kupata gari 5 kwa kipindi hiki cha mpaka mwezi wa 5. Sasa natoa huduma hiyo kwa Mbalizi kwenda, na si hivyo tu, kampuni yetu imelenga extra mile zaidi. Tunataka tukimpendeza Mungu tuweze kutoa huduma pia na maeneo mengine, kwa mfano kama Sumbawanga hadi huko